Mkweli naomba wanisaidie. Hitaji msaada. Hitaji msaada. Saidie wanaonisikia. Naomba wanisaidie sana. Ni kijana wa Kitanzania. Lake jina Jacob Mbuba. Huyu hapa hawezi kutembea, hawezi kusimama. Anahitaji msaada wako ewe Mtanzania, wa hali na mali kwa ajili ya matibabu. Utajiuliza imekuwaje? Kijana huyu Jacob Mbuba anasema kwamba alikuwa katika utafutaji huko katika eneo la Mkwajuni, wilaya ya Songwe, mkoani Songwe, akichimba madini, akiwa ndani ya shimo lenye urefu wa spedi 3 hivi, akiinama akijitafutia, ndipo jiwe likamwangukia katika mgongo wake, akajisikia ganzi katika miguu yake. Kumbe amepata shida katika kiuno chake, yani uti wa mgongo, hali ambayo imemlaza kitandani mpaka sasa kwa miaka 2. Nimesafiri na kwenda katika wilaya ya Mbarali, eneo la Igalako, kwa ajili ya kuzungumza naye, lakini kikubwa anahitaji msaada wa matibabu katika hospitali kubwa ya rufaa ya Mbeya ama Muhimbili ama mahala pengine popote, kiasi kisichopungua milioni 8. Ni milioni 8 tu. Kijana huyu anahitaji kurejea katika hali yake na ana familia ya watoto 2. Tafadhali naomba nikupitishe katika mazungumzo yangu mimi na yeye. Karibu. Tulipata taarifa kwamba umepata shida ya uti wa mgongo. Ndio. Kwa hiyo tukaona tusafiri tuje tufike hapa Igalako, wilaya ya Mbarali, na kukuona, lakini tuzungumze mawili matatu. Kama tuamini Mungu ametubakizia Watanzania ambao wanao uwezo wa kutusaidia katika matibabu. Tulipata taarifa kwamba kuna shida pia ya gharama za matibabu. Ndio. Kwa hiyo watazamaji wanapenda kufahamu kwamba unaitwa nani na tatizo hili lilikupataje? Ndio. Karibu. Asante. Ndio. Jina naitwa Jacob Mbuba Isida George. Ndio. Changamoto hii nimepata kutokana matukio ya kwenye uchimbaji. Ndio. Dhahabu. Tatizo nikutia Chunya. Chunya sehemu gani? Kwajuni. Kwajuni. Ndio. Ilikuwa lini? Mwezi wa kwanza ni. Mwezi wa kwanza mwaka huu? Mwaka jana. 2025. 2025 ndio. Ndio. Ilikuwaje? Tulikuwa tunachimba mgongoni kwangu kulikuwa na ukuta koreo 3. Kwa hiyo nikabondwa na jiwe. Nilibondwa na jiwe kwenye mgongo, ndio nilipoanza kusikia maumivu kwenye mgongo. Nilipopata changamoto hiyo, anza kujihisi miguu ina nguvu. Kwanza kuita ambao tulikuwa tunafanya kazi, kwanza kunitoa eneo la tukio pale, kunipeleka hospitalini. Mkwajuni. Kwenda hospitalini Mkwajuni ndio. Ulikaa muda gani pale na wakakwambia labda una tatizo gani? Pale wakapima kwenye vipimo, ndio uti wa mgongo na shida. Pale akasema sisi hatuwezi tukashughulika na hii tatizo. Labda muende Mbeya rufaa. Ndo safari tukaenda rufaa Mbeya. Ndio. Baada ya kufika pale wakachukua vipimo, kagundulika ni mgongo, uti wa mgongo, ndio uti wa mgongo.
Penyewe pale tulikaa rufaa, tulikaa kama wiki 3. Ndio. Rufaa tulikaa wiki 3. Baada hapo tukahamishwa. Kanda Malawi. Ndio. Malawi nimekaa miezi 4. Ndio. Baada hapo ndo tukarudi nyumbani. Ndio. Nyumbani wapi? Nyumbani Tukuyu. Tukuyu. Rungwe. Ndio. So baada hapo tukakaa nyumbani pale, tukaona mambo ni magumu, hata kusafiri, pesa kusafiria kwenda sehemu nyingine kupata matibabu ni ngumu. Basi kaanza kukaa nyumbani. Mwisho wa siku patikana vinauri, kuna mtu akasema muende Igarako. So tukaamua tuje Igarako ya kupata matibabu. Tulivyokuja huku Igarako, bado hali yangu haijakaa sawa. Ndio. Pole sana. Asante. Labda unaweza kuambia nini wa Tanzania, kwa sababu nasikia unagusa swala la matibabu. Labda kuna watu wamesema labda unaweza kwenda Muhimbili au kwenye hospitali zingine ukapata ahueni. Kusema amesema, ila sasa kiuchumi ndo amna, uchumi ndo bado uchumi amna huko. Nawaambia nini wanaokutazama? Mkweli naomba wanisaidie, hitaji msaada. Hitaji msaada, saidie wanaonisikia. Naomba wanisaidie sana. Una familia? Ni watoto na mke? Ndio, familia ninayo. Ndio. Na watoto 2. Wako wapi sasa muda wote huu? Mmoja yuko Chunya, mwingine anakaa Mbeya. Kwa ndugu? Na kwa ndugu. Ndio. Na huyu pembeni yako ni nani? Pembeni mdogo wangu. Ndio. Ndo ananisaidia. Niuguza. Ndio. Hapo ulipo hata kutembea nadhani huwezi. Kutembea sijiwezi. Labda kwa matibabu ambayo umeyasikia mwanzo, labda ndugu au jamaa na marafiki wanaozungumza kwamba unaweza kupata labda ahueni ya afya yako, ni kama kiasi gani ambacho kinahitajika? Kwa sababu tunabashiri tu. Kwa kubashiri wanasema bwana, ukitaka uende labda Muhimbili labda na milioni 8, milioni 7, kwani kwa kubashiri, ila hatujajua, hatujapima kwamba labda tatizo tukafanikiwa kupima kwenda Muhimbili, wakatuambia madaktari ndo hamna. Wakati mnatoka pale rufaa waliwaambia wameshindwa pale rufaa ya kanda ya Mbeya? Pale au mlishindwa gharama? Ni vyote, kwa sababu hata wazee wakasema bwana, hapa nasema wenyewe hapa kwanza ni gharama ni kubwa. Kutokana na uchumi wetu hatuwezi. Kama tukaamua tuende angalau hata Malawi, kuna kuwa na bei nafuu. Ndio. Pole sana. Asante. Ndugu mtu, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Noeli Anyisire Mbuba. Sikusiki. Kwa majina naitwa Noeli Anyisire Mbuba. Ndio. Kwa unamuguza kaka? Ndio. Kwa tangu umefika hapa kuna mabadiliko yoyote? Sijaona bado. Ndio. Una neno lolote? Una neno la kusema, tunaomba tu msaada tusaidie. Labda tutoke kwenye changamoto. Kwa hiyo nimeona muda fulani umembeba. Ndio maisha sasa yote ya namna hiyo siku zote? Ndio. Poleni sana. Labda kwa watazamaji sasa, tunaomba labda kwa yule msamaria anayeweza kukusaidia kwa namna moja ama nyingine, tunaomba mawasiliano yako uyatamke. Sawa. Ndio.
07. Mpatie mwenyewe. Namba yangu ya Voda. Ndio. 07 7 48 48 60 60 26 26 39. 39. Ndio. Irudie tena. 07 Ndio. 48 Ndio. 60 60 26 26 39. 39. Ndio. Pole sana. Asante. Basi mtazamaji wa Nyikani TV, hapa ni Igalako. Tumesafiri umbali kama takribani dakika 10-15 kutoka barabara kuu iendayo Zambia. Kituo kinaitwa Ilongo, na hapa tumefika Igalako kumwona ndugu yetu Jacob ambaye amepata shida ya uti wa mgongo na anahitaji msaada wako wewe mtazamaji. Namba zake ni kama ambavyo amezitamka hapa hivi punde. Tafadhali Mungu katubakizia wewe, tumsaidie ndugu yetu Jacob apate kuinuka kijana huyu kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Langu jina ni Godoni Kalurunga, Nyikani TV, Mbeya.